Alamina wa salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa jambo hili ambalo umewaongoza viumbe wako kufanya. Ewe Mwenyezi Mungu, kutokana na jambo hili tunaomba uwape baraka kubwa hawa waliofanya jambo hili, uwape kila wepesi katika shughuli zao, katika maisha yao binafsi na katika majukumu walionayo kwa ajili ya taifa letu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunaomba udumishe upendo huu katika jamii yetu, huruma hii kwa wale ambao wanastahiki huruma, viumbe ambao wazazi wao wamewachukua na wao wamebaki bila wazazi wao. Ewe Mola wetu, hatuna wa kutusaidia isipokuwa ni wewe, hakuna wa kuwalea yatima isipokuwa ni wewe. Ewe Mola, tunaomba utujalie kila la kheri katika jambo hili, lianze salama na liweze kukamilika salama. Rehema zako ndio tunachokitarajia na rehema zako ndicho tunachokiomba. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Mkoa na jumuiya kina mama mkoa wa Mbeya, wa mama kina JUAKITA wako hapa. Kuna uongozi, kuna katibu, kuna mwenyekiti kama yupo jumuiya kina mama na wajumbe wa jumuiya hiyo. Hawa kwa upande wa wetu ndio wanaoangalia watoto wale wenye maisha, wenye hali ngumu za kimaisha majumbani. Na upande wa pili tuna taasisi nyingine ya Bi Aisha Foundation. Wao ni kituo maalum ambacho kinaangalia pia watoto yatima chini ya kituo hicho cha Bi Aisha Foundation. Baada ya kusema haya machache, napenda mtambue kwamba viongozi wa TRA mkoa wa Mbeya wamekuja hapa na kutuletea sadaka hii. Kwa hiyo tunawakaribisheni sana viongozi wetu. Jina langu naitwa Hashim Ibrahim Luambano. Nimesimama hapa kwa niaba ya Bi Aisha Foundation, kwa maana mimi ni katibu msaidizi hapa. Katibu msaidizi wa Bi Aisha Foundation. Bi Aisha Foundation ni taasisi ambayo imepata usajili wake rasmi mwaka 2024 mwezi wa 9, na kabla ya hapo haikuwa kama taasisi, ilikuwa kama kituo ambacho kinalea watoto yatima, na sio watoto yatima tu, na wale wenye mazingira magumu. Kwa hiyo mwanzilishi wa hii taasisi ni anaitwa Bi Aisha Rajabu Hamis. Ameanza kulea hawa watoto tangu miaka 15 iliyopita, lakini alikuwa anawalea ile kiolela tu, kwa maana ya kiucha Mungu, kwa ile kuona ile hali ya watoto kuzagaa mitaani, watoto wanaishi kwenye majumba yao, mazingira ni magumu sana, watoto wanajitafutia wenyewe. Akaona kuna haja ya kuwa na kituo cha kuwalea hao watoto. Hiko kituo chetu cha Bi Aisha Foundation kipo mtaa pale wa Soweto, kata ya Rwanda, nadhani kwa almaarufu Mama Joni. Kwa nyuma pale kuna msikiti, ndo kilipo kituo chetu. Kwa miaka hiyo 15 alikuwa analea kwa njia hizo kama nilivyosema, lakini ilipofika mwaka juzi wakaja wadau wa kheri wakamshauri, kwa maana sasa hivi nchi imebadilika katika utawala wetu wa Mama Samia, kwa maana yani abadilishe utaratibu wa uleaji wa hawa watoto. Kwa hiyo utaratibu ulipobadilishwa, tukaanza mchakato wa usajili mwaka juzi, mwaka 2023 kwenye mwezi wa 5, mpaka kufikia mwaka jana mwezi wa 9 tukapata usajili wetu rasmi. Na huu usajili wetu ni usajili wa kitaifa, kwa maana kwa sasa tunafanya kwenye jiji la Mbeya. Watoto tuliokuwa nao tunao kwenye mikoa yote, Singida, Rukwa na sehemu nyingine, lakini kwa sasa hivi tunabezi sana kuangalia watoto waliokuwa wengi pale ni wanaotuzunguka kwenye hii Mbeya yetu. Kwa hiyo kwa kusema hayo, hiyo ndo taasisi yetu ya Bi Aisha Foundation. Lakini nitoe neno la shukrani kwa shehe wetu wa mkoa kuwakaribisha ndugu zetu TRA. Maana kuna wengine wanawezekana wakasema tunataka tutoe sadaka yetu wakakataliwa, lakini shehe wetu wa mkoa akaona umuhimu wa kumkaribisha meneja wa TRA aliyeliandaa hili jambo na jopo lake lote kuja kuiangalia jamii ambayo yenye uhitaji kama sisi Bi Aisha Foundation, na watoto wengine ambao wanatokea majumbani lakini mazingira yao magumu, ambao wanasimamiwa na JUAKITA. Kwa hiyo nitumie fursa hii kutoa shukrani za dhati kwa ndugu meneja kwa jambo hilo. Lifanya ni jambo kubwa sana, kwa sababu ukitaka kuangalia kwa shida ya hawa watoto, nadhani sisi wote ni wenyeji wa huu mji wa Mbeya. Tukijaribu kwenda pale Kabwe mida ya jioni au asubuhi, utapata picha halisi
kwa nini hivi vituo vipo na kwa nini JUAKITA na Biaisha Foundation wanafanya hili jambo. Wale watoto ni wadogo, hawajui pakula, hawajui pakulala, wanakosa haki zao za msingi. Sasa kwa Biaisha Foundation na JUAKITA wanachokifanya, kwa maana wamefanya jambo kubwa. Kwa hiyo TRA na watu wengine kutushika kwenu mkono kwa hiki kikubwa ambacho mnachoenda kutupatia. Sisi hatuna cha kuwalipa zaidi ya kumuomba Mwenyezi Mungu awajalie kazi zenu ziende vizuri, mfanye kazi zenu kwa afya zilizokuwa bora na majambo yaende vizuri, na nadhani kwa kufanya hivyo tutakuwa tunamsupport kwa kiwango kikubwa sana Mama Samia kwa juhudi zake, maarifa yake, kazi zake anazozifanya, na mpaka leo hii nyinyi mmeweza kutukumbuka sisi. Kwa maana TRA singeweza kukusanya kodi vizuri, manake leo sisingeweza kukumbukwa, na sisi tulipo hapa tuwe wadau bora wa kwenda kuitangaza TRA huko, isionekane kama ni watu maadui kwa wafanyabiashara, kwa maana wanakusanya kodi kwa maana ya kuiendeleza nchi yetu, lakini sio hivyo tu na kuiona jamii kwa namna kama hiyo walivyoiona. Kwa hiyo mimi niwakaribishe sana kwenye kituo chetu cha Biaisha Foundation, kwa maana pale kwa sasa hivi tumekamilisha usajili wa Biaisha Foundation. Hatua inayofuata, lile eneo halitoshi kwa maana ya kuwalea wale watoto. Sisi plani yetu ni kuiangalia Tanzania nzima. Sasa Tanzania nzima pale tuna watoto tunaoishi nao pale ni watoto takriban 24, lakini tunaoangalia nje kama wanavyofanya JUAKITA wako 10 ni 34. Je, kwenye Mbeya yetu kuna watoto hao tu wenye shida? Wapo wengi. Kwa maana kama wapo wengi, sisi pale tuna changamoto ya jengo. Kwa maana nyingine sisi tutakuja kutembea kwenye ofisi yenu, lakini na nyinyi tunawaomba mje kutembea kwenye kituo chetu, mje kuona yale mazingira halisi. Yawezekana mkawa na nyinyi kama sisi tutakapoenda kuwa wadau wa TRA, na nyinyi mkawa wadau wetu, tukasimamisha jengo letu. Lamani tunayo, ile BOQ ipo, na nadhani tathmini ya lile jengo ambalo tunatamani kulijenga ni na gharimu kama milioni 256, ambao tukishirikiana kwa pamoja sisi ndugu zetu BAKWATA na taasisi nyingine, tukilifanya hilo jambo pale jengo tutalijenga na tutakuwa tumefanya jambo kubwa. Na hiyo kwenye Uislamu tunaita sadaka yenye kuendelea. Lile jengo haliwezi kubomoka leo wala kesho. Kwa kusema hayo, kama kuna sehemu nimekosea naomba nisamehe, lakini kwa kumalizia, shukrani sana kwa hili jambo ambalo mmelifanya. Kwa majina naitwa Fatima Abdulhamid Almasi, naibu katibu Jumuiya ya Wanawake wa Kiislamu Tanzania mkoa wa Mbeya. Kwanza kabisa napenda kutoa shukrani zangu kwa meneja wa TRA na jopo lake, shekhe wa mkoa na jopo lake. Pili, nawashukuru sana TRA kwa kuja kutuona sisi Jumuiya ya Umoja wa Kina Mama wa Kiislamu ambao tuko chini ya BAKWATA. Tuko ndani ya mwamvuli wa BAKWATA. Jumuiya ya Umoja wa Kina Mama wa Kiislamu, Jumuiya ya Umoja wa Kina Mama wa Kiislamu iko ndani ya BAKWATA kifungu namba 101. Jumuiya hii inatoa huduma za kuendeleza kina mama na kuwaelimisha katika mambo ya dini na ya dunia. Pia jumuiya hii inawalia watoto yatima, wale ambao wako majumbani, na hawa watoto wako kwenye mazingira magumu. Hapa tumewaleta watoto wachache, lakini tuna watoto zaidi ya 100. Jumuiya iliona kwamba hawa watoto wanazunguka mitaani, kwa hiyo ni wajibu wetu kuwafuata majumbani na kuwapatia misaada. Hivyo tunatoa shukrani nyingi sana kwa TRA kuweza kutusaidia zaidi ya hapa na taasisi nyingine, kwa sababu sisi taasisi yetu iko chini ya mwamvuli wa BAKWATA na BAKWATA imesajiliwa. Nadhani nisiongee mengi zaidi, haya niliyoongea yanatosha. Nashukuru sana uongozi wa TRA mkoa wa Mbeya, naomba mtuone na mtusapoti na wala hata msituchoke. Asanteni sana. Wa TRA mkoa huu wa Mbeya. Leo tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2025, kwa kutambua kwamba tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia tupo katika mwezi wa Kwaresma kwa wenzetu wa Kristo, tukasema kwamba tuje tuwaone wenzetu watoto hawa ambao wanaishi kwenye vituo vya kulelea watoto yatima, tuwashike mkono kidogo kama ambavyo mmeona, na lengo kubwa ni kuwatia moyo, kwa sababu tunajua hawa ni watoto wa kwetu na ni sehemu ya jamii yetu. Kwa hiyo tukaona tuje hapa tuonane nao kama ambavyo tumewaona, lakini kikubwa tu tunatambua kwamba hawa watoto ni taifa la kesho. Lakini kama sio taifa la kesho tu, ni walipa kodi wa kesho. Kesho hapa tuna kina Baharesa hapa,
Kwa hiyo tukasema ni vizuri tuje tuwaone shehe. Lakini cha pili, kuwatia moyo wenzetu ambao wanafanya hii kazi ya kuwalea hawa watoto. Hii kazi sio kazi ndogo, kazi kubwa. Kwa hiyo tunawapongeza sana kina mama wa Jua Kita, lakini pia Bi Aisha Foundation tunawapongeza sana kwa kazi kubwa hii mnaoifanya. Najua hii mnapata thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini cha mwisho kabisa, nipende kutoa wito kwa taasisi zingine za serikali, wajitolee wafike kuwaona hawa watoto. Kuna watoto wako wengi tumewaona sehemu zingine kule wanaumwa, wanahitaji madawa, wanahitaji nguo, wanahitaji chakula. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwaomba taasisi zingine za serikali, watu binafsi ambao wanaweza kufika hapa, wafike waone hawa watoto. Mwisho kabisa, shehe, niwatakie heri ya Idi. Najua Idi inaweza kawa siku ya Jumatatu au Jumanne, Mwenyezi Mungu akipenda. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Mheshimiwa meneja wa TRA mkoa wa Mbeya, meneja wa ukaguzi TRA mkoa, meneja msaidizi wa ukaguzi wa kanda TRA, meneja msaidizi wa huduma kwa wateja na ujumbe wote ulioongozana nao, viongozi wenzangu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, mwenyekiti wa halmashauri wilaya, mjumbe wa baraza la mashehe mkoa, uongozi wa jumuiya ya kina mama wa Kiislamu Tanzania mkoa wa Mbeya kwa ujumla wake, waandishi wa habari. Baada ya utangulizi wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye ndio mtendaji wa kila jambo, hakuna kitu ambacho mwanadamu anaweza kukifanya bila ya Mwenyezi Mungu kumpangia afanye vile. Pili ni washukuru TRA kwa hili walilolifanya, kwa sababu ni jambo ambalo sio kila mtu anaweza kulifanya. Mtu anayelifanya ni yule ambaye moyo wake unakuwa umeguswa na upeo mkubwa wa huruma. Tunawashukuru sana TRA. Wamefanya hili kwa kuwasaidia hawa vijana, lakini pia kwa kulisaidia taifa. Hawa vijana ni vijana ambao hawakujiweka wao katika hali hii, lakini Mwenyezi Mungu amewaweka. Wamejikuta wakiishi wakiwa hawana baba, hawana mama, na wote tunajua namna gani upendo uliokuwa mzuri pale wazazi wanapokuwepo na raha iliyokuwepo pale wazazi wanapokuwepo. Lakini hawa vijana Mwenyezi Mungu amewapangia wawe hivyo. Kwa hivyo kama tunajua kuna raha kubwa na upendo mkubwa na huruma kubwa wazazi wanapokuwepo, kwa hivyo hakuna shaka kwamba hawa wanapita katika kipindi kigumu sana. Kipindi cha upweke, kipindi cha kukosa yule ambaye wa kuwaonea huruma kwa kiwango cha juu kabisa. Sasa kwa hili lililofanywa, na ni jambo ambalo lina mafundisho makubwa katika dini yetu. Mtume wetu rehma na amani iwe juu yake alizungumza siku moja akionyesha vidole vyake viwili, anasema ana wakafil yatima kahatani fil janna. Mimi na yule ambaye atakuwa akiwalea mayatima, basi tutakuwa namna hii, tumefungamana namna hii peponi. Inaonyesha namna gani mleaji wa yatima ana daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, uyatima ni mzuri kuusikia, lakini si mzuri kuupitia. Ni kitu kigumu sana, ni kitu ambacho kina hisia nzito mno. Mtume wetu rehma na amani juu yake ameishi akipitia uyatima. Kwa hivyo aliishi katika hali ngumu ya ajabu, lakini Mungu naye alikuwa na mipango yake juu yake. Mafundisho ya dini kuhusu mayatima ni mengi mno. Na pale ambapo tutaweka sawa mayatima ni kwamba sasa tunajitengeneza sisi kwanza, lakini pia tunaitengeneza jamii iweze kuwa salama na nzuri. Kama alivyosema meneja kwamba huenda wakina Bakhresa wajao watatokana na vijana hawa. Sasa hawawezi kutokana na vijana hawa pale ambapo hatuwezi tukawekea misingi mizuri na kuwasaidia na kuwahurumia na kuwalea vizuri vijana hawa. Kwa hivyo hili lililofanywa na TRA ni sehemu nzuri kabisa ya kuangalia malezi ya vijana hawa. Na hili lililofanywa na TRA ni namna nzuri pia ya wao TRA kujenga mahusiano mazuri kama ambavyo wanafanya sasa hivi, kuwa na mahusiano mazuri na jamii, upendo, na kuonekana kwamba TRA ni chombo hasa cha wananchi na sio chombo ambacho labda kiko pale tu kwa mabavu na vinginevyo.
Kwa hivyo ya kuyazungumza ni mengi, lakini nirudie tena kwamba nawashukuruni sana sana kwa hili mlilofanya. Kama mlivyozungumza, mmepeleka pia kwa taasisi nyingine, ni vizuri wote. Sasa hivi imekuwa bahati, sisi tupo katika somo ya Ramadhani na wenzetu wako katika somo nyingine ya Kwaresma. Kwa hivyo mmezunguka vituo vingine na mmekuja kwa vituo vyetu vya Kiislamu, tunawashukuruni sana. Na katika lugha moja, wale walioko kule ni mayatima na hawa ni mayatima. Kwa hivyo mmetendea haki jamii na mmefanya yaliyokuwa mema na mazuri kwa jamii. Naomba baraka nyingi sana kwa Mwenyezi Mungu awazidishieni kwa majukumu mlionayo kwa ajili ya faida pana ya nchi yetu. Baada ya kusema hayo, wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi.